Huu mzigo tunaanza moja kwa moja na familia moja. Tunamfahamu kijana mmoja anaitwa Atal ambaye anaishi maisha ya kawaida sana. Maisha yao ni ya chini wala sio ya katikati. Atal alikuwa na mdogo wake mdogo ambaye yeye kwa mujibu wa familia hii alilazimika kuolewa akiwa na umri mdogo. Hii familia bado iko katika majonzi makubwa ya kumpoteza kichwa cha familia, yani babake Atal alifariki siku sio nyingi sana. Huyu Atal anapenda sana sanaa, yani unaambiwa kwamba akisikiliza nyimbo kadhaa za live anaona kabisa na yeye ana uwezo mzuri sana wa kuimba kumzidi Mbosso. Siku hii ilikuwa ni siku adimu ambayo imejitokeza kwa Atal. Anatakiwa kwenda kujiunga na shule ya SMK, shule ya sekondari ya ufundi. Ndio shule pekee ambayo ni shule bora sana hapa mjini. Ndio shule ambayo dada yake Atal alisoma hapo. Mama yake akawa anamuhimiza sana mtoto huyu kwenda kusoma kwa bidii ili afuate ndoto zake, lakini Atal kiufupi alikuwa ni kijana mtukutu. Wakati wa ufunguzi wa wanafunzi wakiwa wanakaribishwa wanafunzi wapya katika shule hii, teacher akawa amepita hapo kwa Atal na kumwambia kwamba kesho jitahidi uende ukapunguze nywele zako. Sawa mwalimu, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Sasa macho yake Atal yakuwa amekutana uso kwa uso na mrembo mmoja anaitwa Aurora. Mshikaji moja kwa moja moyo wake ulikuwa umevutiwa sana na binti huyu. Ndani ya moyo wake Atal hakusita kujisemea na kusema kwamba huu ndio mkondo wa hatima yangu ulionileta hapa. Mrembo huyu ndio hatima ya maisha yangu. Wakati wakiwa darasani, mshikaji wetu shingo yote muda wote iko kwa yule mrembo tu, anamtazama yule mrembo muda wote. Madam baada ya kufika hapo ikabidi awaambie watu wote wajitambulishe kwa majina ili wafahamiane vizuri. Binti alivyotaja jina lake tu, mshikaji chapu kwa haraka akaandika kabisa jina hilo kwenye daftari ili asisahau. Sasa mshikaji anaitwa jina lake hasikii kabisa, mpaka mshikaji pembeni yake ikabidi kumshtua, wewe unaitwa? Madam ikabidi kumuuliza, vipi tena umeanza kuota mapema hii? Dogo akasingizia kwamba hajala chochote mpaka hivi sasa. Mwalimu akamwambia kwamba kila mmoja aliyopo hapa hajala kitu chochote, mbona tuko sawa tu. Kuanzia siku hiyo Atal akawa ni mtu wa kumfuatilia Aurora kila siku, ni kumwangalia tu binti akiwa maktaba au akiwa anamuibia macho darasani, na binti akawa anamkwepa mara nyingi kwa sababu amekwisha kumuona Atal ni kana kwamba anamfuatilia muda wote. Sasa dogo akili imehama kabisa. Madam akawa amemuuliza, Atal, tumeelewana? Ndio mwalimu, tumeelewana. Basi kama tumeelewana, njoo hapa mbele utueleweshe ulivyoelewa. Dogo baada ya kufika hapo hamna chochote alichokielewa, akili yake ilikuwa kwa mrembo tu. Jamaa ikabidi kuandika swali ambalo mwalimu wake kaliandika hapo, kaliandika hilo kalirudia tena. Mwalimu ikabidi kumuuliza, hiki ndicho ulichokielewa? Kuna mtu yote anaweza kumsaidia Atal? Mahmat bonge huyu, mzee wa kucheka tu. Binti Aurora ikabidi kutoka hapo mbele kwenda kumsaidia kijana. Dogo akasimama tu anamtazama huyu binti kwa uzuri wake kiasi kwamba mpaka madam akaanza kumwangalia Atal kwa jicho fulani la wizi. Binti ni mrembo kweli. Binti baada ya kumaliza mwalimu akawa amempongeza akisema kwamba umemmaliza kabisa Atal. Mshikaji baada ya masomo yuko na washikaji zake wanapiga story kwenye notes board. Ukakuta kuna tamasha la muziki linatakiwa kufanyika shuleni hapo. Yeye na washikaji zake ni waimbaji maarufu sana, ni waimbaji wa rock. Mshikaji anaimbia mtoto mzuri, washikaji zake ni kumsupport tu. Lakini sasa Aurora alitabasamu kidogo tu kisha akawa ameondoka kimya, jambo lilomfanya Atal kuzungusha sana macho kumtazama binti yuko hapo, amtii machoni tena. Mrembo ameondoka kabisa eneo hilo. Baadaye dogo Atal alivyorudi nyumbani akakutana na mama yake. Mama yake kamaliza ibada. Mama yake akawa amempatia baraka zote mwanae na akamwambia kwamba nimekuruhusu kufanya mziki na bendi yako, uko free, lakini ni lazima uhakikishe umesoma sana na usisahau kamwe kusali, usisahau ibada sana katika maisha yako. Mama, vipi? Unaniruhusu kuwa na girlfriend? Unasema hivi Atal, kweli kabisa kuna mtu anaweza kutamani kuwa na mahusiano na wewe? Dogo ikabidi kufunguka ukweli. Kiukweli kuna binti imetokea kumpenda sana. Kuna binti ninamuelewa. Mama yake akawa amemshauri tu, kula kwanza ushibe, pengine haya mawazo yanatokana na wewe kuwa na njaa. Ila Mwenyezi Mungu akusaidie, muulize sana Mwenyezi Mungu. Mungu tena? Muulize Mungu, mwambie Mungu kwamba ikiwa hisia zangu ni kweli juu ya mwanamke huyu, basi nionyeshe njia iliyo sahihi ya kumpenda binti huyu. Sasa mama, mbona hii njia ndo ngumu sana? Hii njia imekuwa serious mno kuliko hata maamuzi yangu. Kwa hiyo
Wewe unataka kumaanisha kwamba kumpenda mtu ni jambo rahisi sana, si ndio? Kama kweli umeangukia mapenzini, usidharau, kwa sababu mapenzi sio jambo jepesi. Kijana ikabidi kukubali tu kuishinga upande kwamba atafanya jambo hilo. Upande wa shuleni sasa, bonge wetu Mr. Mahmad, kiongozi wa wanafunzi bana, yuko msikitini hapa, anapanga vitu vizuri kabisa, anaweka vizuri, lakini akagundua kwamba kuna viatu fulani hapa vinatoa harufu kali sana. Mshikaji ikabidi kupanik, akaanza kuuliza kwenye kipaza sauti. Huyu bonge naye anakaba kweli. Jamani, mwenye viatu vyeusi hapa nje vinatoa harufu kali sana, hajatoe hapa, avitoe hapa, aviweke mbali na eneo safiri. Mshikaji alikuwa ametoka hapo mbio mbio kwenda kumzuia. Wewe naye huwezi kuwa na kaba, si ungeviweka tu hivi viatu chap chap kidogo, lazima tangaze. Sasa akiwa hapo, kijana si alikuwa amegeuza shingo na akawa amemuona mrembo wake Aurora yuko hapo pia. Mahmad akawa amejua kabisa huyu jamaa anampenda huyu binti. Mahmad akawa amemwambia waziwazi kwamba Aurora hawezi kuwa na mtu kama wewe, viatu vyenyewe vinanuka, miguu inanuka hovyo. Kama kweli unampenda, basi jitahidi, jibadilishe, ujiboreshe kwanza ndio umfuate huyu binti. Jamaa akawa ameondoka hapo, hata akawa bado hajaelewa mshikaji alikuwa anamaanisha nini. Sasa kwa nini mshikaji amemshauri namna hiyo? Ni kwa sababu Atal pamoja na marafiki zake wote walikuwa wanakwepa masomo mara nyingi. Mara kwa mara walikuwa wanakwepa na kwenda kucheza karata tu. Yaani muda wengine wanasoma, wenyewe wako busy na makarata tu. Sasa siku moja mwalimu akiwa darasani alikuwa amegundua kwamba kuna siti za Atal pamoja na washikaji zake hawapo darasani hapo. Moja kwa moja kwa ametoka hapo na kwenda kuwafuata huko waliko wanacheza karata. Mnafanya nini hapa? Muda wa masomo nyinyi mko busy na haya mambo, si ndio? Akawa amewapeleka paredi mbele ya wanafunzi wote wakiwa hapo. Nyie mnafaa kupata adhabu. Alafu Atal, si nilikwambia kwamba ukakata hizi nywele? Ngoja nikusaidie mimi mwenyewe. Akapitisha mkasi kwenye kichwa cha huyu jamaa. Hili swala nitalifikisha kabisa mpaka kwa wazazi wenu. Ticha alipotoka hapo, Mahmad yule bonge akawa ametoka hapo moja kwa moja na maji fulani kwenye chupa. Akawa amempelekea Atel akiwa hapo. Atel, maji hapa, shushia mshikaji wangu. Na mrembo ambaye Atel alikuwa anampenda ameshuhudia yote haya yanayoendelea. Dogo aliporudi nyumbani, ikabidi kwenda kumuomba msamaha mama yake, kwa sababu taarifa anaamini kabisa imekwisha kumfikia mama yake. Mama yake akawa amemwambia kwamba unatakiwa kuendelea kulinda heshima ya dada yako. Dada yako ameacha heshima kubwa sana shuleni hapo. Na pia akawa amemkumbusha kwamba wao ni watu wa kawaida tu, wamekuwa ni watu wa kulalamika sana badala ya kuwa ni watu wa kushukuru. Akamsihi sana kijana asisahau kilichompeleka shuleni pale. Basi mama yake ikabidi kuendelea na kazi. Dogo hili lilimuumiza sana ndani ya moyo wake. Shuleni Atal ikabidi kwenda kumtafuta bonge Mahmad ili amshauri, mimi sikukuelewa ulivyoniambia nianze kujitafuta ili nijiboreshe kwanza kabla ya kumfuata Aurora. Ni nini natakiwa kufanya ili nimuoe kabisa? Mahmad ikabidi kucheka kwanza, akamtazama mshikaji. Hivi wewe kweli zinakutosha? Mshikaji akashika kipaza sauti anataka kutangazia watu kwamba jamani, mwanetu huko anataka kuoa. Kimya bana, mzee, unajua nipo juu kimaisha, nataka kubadilika. Mahmad ikabidi kumwambia kwa wazi kwamba kama kweli unataka kubadilika na kuanza kuwa bora zaidi, unatakiwa uache utukutu. Sema nini? Usijali sana, umepata mwalimu bora sana. Mimi naijua psychology, naijua vizuri sana, nitakufundisha mbinu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Atali yako amekubali, haina noma Mahmad, wewe ndio teacher wangu. Kweli kabisa, wewe una dhamira ya kweli kwa Aurora? Ndio, mimi nimeamua kwa dhati, ninahitaji kumuoa binti. Basi kuanzia hapo Atali akaanza kujitahidi kujisomea kulingana na namna ambavyo Mahmad alikuwa anampa mbinu za kuanza kubadilika kimaisha. Kijana akawa ni msikivu kuliko anamsikiliza mwalimu kweli. Akaanza kuelewa masomo. Kila swali lilipokuwa linaulizwa, dogo alikuwa ananyosha mkono kiasi kwamba mpaka anatamani kusimama ili mwalimu amuone tu. Na mwalimu sio kwamba alikuwa amuoni, alikuwa anamuona, lakini alikuwa kijana haaminiki. Baada ya kuwa amekosekana mtu wa kujibu, basi kijana akawa amepewa nafasi ya kwenda ubaoni. Hili jambo likamfanya mpaka tiche kuona kwamba kweli dogo kwa sasa akili zinachaji. Jambo lilomfanya mpaka Aurora mwenyewe aanze kuona mabadiliko ya kijana. Mshikaji akaenda zake kwenda kupunguza nywele yeye mwenyewe. Baada ya kutoka hapo, alivyorudi nyumbani, mama yake baada ya kumuona Atal amenyoa, mama machozi yalianza kumbubujika. Kwa nini? Ni kwa sababu Atal alikuwa amefanana sana na marehemu baba yake. Wewe sasa umekuwa kijana mtanashati kama baba yako vile, mama alisema huku machozi yakimbubujika. Amemkumbuka mme wake. Sasa shuleni hata Aurora mwenyewe hakumtambua mara ya kwanza baada ya kumuona kijana amenyoa. Kijana kawaka, kawa mtanashati kweli. Aurora mwenyewe akamuona kijana Atal kweli amekuwa mpya. Rafiki yake anamshtua Aurora, dogo amebadilika kweli sasa hivi. Kijana amekuwa msafi, anaswali mara kwa mara, mpaka mama mwenyewe anajivunia, anasema kwamba ndio kijana wangu huyo.
mambo yanakwenda. Kijana ikabidi kujiunga na Rohis Club kuendelea kujinoa zaidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ni klabu hii ambayo mrembo Aurora ni mwanachama pia katika klabu hii. Sasa ikafika siku ya ugawaji wa ripoti za matokeo. Atal alimfurahisha sana mama yake kwa sababu alipata nafasi ya kuwa kiongozi wa darasa. Wewe ndiye mwanafunzi wa kwanza, mama yake alisema kwa furaha kubwa sana. Atal alijibu kwa furaha. Muda huo wote haya yanaendelea, binti Aurora yuko pembeni hapa anamtazama tu kijana jinsi alivyobadilika kweli kweli. Baada ya hapo, mwalimu wake alimteua kuwa mgombea mwenyekiti wa Rohisi kwa sababu waliona mabadiliko yake makubwa sana na bidii yake. Katika uchaguzi, Atal alishinda na akawa mwenyekiti rasmi wa Rohis Club. Sasa na bahati nzuri zaidi akaendelea kuwa karibu na Aurora kwa sababu Aurora yeye alikuwa ni katibu wa jumuiya hiyo na akawa amemkabidhi dodoso akimwambia kwamba nimependa kuona mabadiliko yako, umebadilika vya kutosha kweli kweli, nimependa. Maneno haya yalimfanya Atal awe ni mwenye furaha kubwa sana ndani ya moyo wake. Alitabasamu tu, na muda huo alikuwa na mwalimu wake Bonge yuko pembeni hapo anacheki tu vitu, kijana wake anaendelea kunawiri tu. Siku moja Atal akawa amempeleka mama yake sokoni kwenda kununua vitambaa. Wakati wa kurudi, Atal ikabidi kumuuliza mama yake kwamba je, upendo wa kweli ukoje, maana ninaogopa kumpenda mtu asiye sahihi kwangu. Mama yake akawa amemweleza kwamba marehemu baba yako alinipenda sana, alinipenda mimi pamoja na familia yangu nzima. Upendo wa kweli ni pale ambapo unapopenda kwa kiasi na unapopenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kuhitimu, Atal alifungua matokeo yake na kuangalia kama jina lake limetokea, lakini hakuona chochote. Ikabidi kuanza kusubiri jina lake litajwe upya, na kijana alikuwa anatamani sana jina lake lichaguliwe ili kwenda katika chuo kikuu cha ITB Bandung. Jambo hilo lilimfanya ahuzunike sana kwa sababu jina lake halikuwa limetoka kwa mwanzo, lakini mama yake alimfariji akimsihi kijana wake kuwa mvumilivu. Kesho yake Atal akiwa na Mahmet pamoja na Aurora na marafiki zake wengine walikuwa wakisubiri kwa ajili ya kutajwa majina yao ili wajue wamefaulu kuelekea sehemu gani. Atal akawa amemuuliza binti Aurora kama yeye pia amepata jina lake, lakini yeye akasema kwamba yeye hakuapply kwenda katika chuo sawa na wanafunzi wengine kwa sababu baba yake alimtaka binti aende kusoma JACTA. Sasa hili kidogo jambo lilikuwa limeingiza huzuni katika moyo wake kijana Atal, kwa sababu yeye pamoja na wengine wengi walikuwa wameapply na kuomba waende kusoma chuo kikuu Bandung, na akawa amemwambia binti kwamba yeye anataraji kwenda huko katika chuo kikuu kama jina lake litatoka, na atakwenda huko akiwa na nia ya kujiimarisha zaidi kimziki na katika upande wa uandishi. Wakapiga story sana. Mahmet akawa amerudi baada ya kuwa ameitwa na akawa amemwambia kwamba kwa utani, nyie na nyie mkiachiwa nafasi kidogo tu mnaanza kusogeleana, lakini sio mbaya, mimi ninatarajia sana kuwa shuhuda wa ndoa yenu. Haya maneno yalimfanya binti mwenyewe kuona aibu kwa sababu hajui chochote kinachoendelea kati yake na Atal. Hatimaye kweli Atal pamoja na Aurora walichaguliwa, lakini sasa inabidi watengane kwa sababu binti anakwenda JACTA na Atal yeye anakwenda masomoni katika chuo kikuu huko Bandung. Mahmet akawa amemsihi sana kijana wake, huyu ni kijana wake bana Atal, maana kapambana sana mpaka kumbadilisha, kwamba aende kuzungumza na binti. Ni wakati wako wewe wa kufunguka, elezea moyo wako, mwambie binti ana nafasi katika moyo wako kabla hujapoteza hii nafasi. Kwa ujasiri kijana, japo alikuwa na uoga akihofia kukataliwa, Atal ikabidi kwenda kumwambia binti Aurora hisia zake za kweli kwamba wewe ndiyo soulmate wangu, mimi ninakupenda. Aurora kwa hekima akajibu kwamba ni kweli ni wakati sahihi, lakini ninaamini kabisa kama wewe kweli ni wa kwangu, basi Mwenyezi Mungu atatukutanisha tena kwa wakati muafaka, wakati wa ndoa. Kwa sasa ninaomba tu tupambanie masomo na ndoto zetu. Kuna watu wanatutegemea, sisi wote bado hatujawa tayari, lakini maandalizi hayo yanaweza kupiganiwa. Aurora, ninaamini inshallah Mwenyezi Mungu atatukutanisha tena. Atal hakuamini sana maneno ya huyu binti kwa sababu binti alimwambia kuwa yeye haangalii tu hisia, yeye amemwachia Mwenyezi Mungu. Kama kweli Atal ni soulmate wake, basi anaamini Mungu atamkutanisha naye tena na ataolewa pamoja naye. Sasa Atal akawa anatunga wimbo na bendi yake wakati wa sherehe ya mahafali ya shule hii ili aende kutumbuiza hapo. Atal kweli baada ya kupata nafasi katika sherehe hiyo na akawa amepanda hapo na bendi yake, Atal kabla ya
kuimba, akaanza kwa kuwashukuru walimu na wazazi wake wote pamoja na menta wake Mr. Bonge Mahmet. Atal na kundi lake wakaanza kuimba wimbo ambao uliandikwa kwa mahususi kwa ajili ya mrembo Aurora, wimbo ambao ulikuwa unaelezea hisia zake kwa binti huyo, ambao muda mrefu katika shule hii alikuwa akificha hisia zake kwa Aurora. Aurora naye, ingawa hakuwahi kuonyesha wazi kwamba alikuwa na hisia kwa Atal, alikuwa akimwangalia Atal mara nyingi kwa siri, na binti alionyesha kujali sana kuhusiana na Atal, hata pale ambapo kijana alikuwa akiadhibiwa. Huu wimbo haukumuumiza binti peke yake, mpaka walimu pamoja na wazazi kadhaa chozi ziliwadondoka. Wakiwa hapo, dogo anaendelea kuimba kama Mbosso kwa hisia kali. Binti Aurora alishindwa kuendelea kujizuia, ikabidi kutoka hapo kwenda chooni kwenda kulia huko. Ni kweli binti mwenyewe inaonesha wazi kwamba alimpenda huyu mshikaji, na ndiyo tunaonyeshwa kwamba siku ambao Atal alikuwa ameadhibiwa mbele ya watu, mbele ya wanafunzi, binti ndiye alitoa maji na kumpa Bonge ampelekee maji Atal, kuonesha kwamba binti alikuwa ameanza kumjali Atal kwa muda mrefu tu, ila alikuwa akificha hisia zake. Kijana alivyomaliza kuimba, binti hayupo hapo. Kijana akawa ameingiwa na huzuni sana ndani ya moyo wake, kwa sababu tangu siku hiyo hakuwahi tena kumuona Aurora mbele ya macho yake, lakini moyoni mwake alibaki na matumaini kwamba siku moja watakutana tena. Bas, palipokucha, Atal ikabidi kusafiri akiambatana pamoja na mama yake, dada yake, menta wake. Kwa kuwa familia yake haikuwa na uwezo mkubwa sana, Atal alilazimika kwenda kusoma huku akifanya kazi. Mama yake akawa amemsihi kabisa lazima kijana wake apambane. Mama yake hakumkabidhi kijana wake kwa mwanadamu, alimwambia kijana aimarishe sana swala zake, asali sana kwa Mwenyezi Mungu, amkabidhi Mungu kila kitu anachokifanya, na yeye hawezi kumwacha kamwe. Menta wake akawa amempatia mawasiliano ya watu ambao kama atafanikiwa kufika huko salama awasiliane naye na wanaweza kumpa hifadhi. Atal akiwa safarini katika basi, alikuwa amekaa na mwanaume mmoja, akawa amejitambulisha kwa jina la Fahan. Wakawa wanazungumza sana, na huyu jamaa akawa amependa sana kijana kwa sababu alikuwa na nidhamu ya hali ya juu. Akawa amependwa na kuvutiwa sana na Atal. Akamwambia kwamba kama utapata muda, kwa sababu na mimi ninaenda huko, kama ukipata muda tembelea dukani kwangu, liko huko unakokwenda wewe. Kweli kijana alipofika Bandung, Atal akamtafuta rafiki yake Mahmet aliyeelekezwa kwake, na baada ya kufika hapo kwa amekutana na jamaa mmoja anaitwa Zain pamoja na Eko. Mimi ninaitwa Eko, lakini wewe unaweza kuniita Mr. Majob. Mr. Majob. Wewe ulisema vipi? Ulisema wewe unaitwa Avatar, si ndio? Hapana, naitwa Atal. Karibu sana. Washikaji wako wamempokea kijana huyo, na hao washikaji ni wachakalikaji kweli, ni washikaji zake Mahmet. Walikuwa wakisoma huku wakifanya biashara ya kuuza mashati. Wako wamemkaribisha kwa furaha, ingawa Atal hakuwa na pesa ya kwenda kulipia chumba ili kwenda kukaa huko. Akawa amewaomba ili wampatie hifadhi, na wao wako wamemkubalia, lala tu hapa kwa muda katika chumba cha Zen. Asante sana na samahani sana, nimefika tu hapa na kuwapa mzigo. Zen akawa amemjibu kwamba hapana, usijali sana, karibu. Atal alikuwa ni mwenye bidii sana kwa kufanya kazi. Aliendelea kushirikiana na Zen pamoja na Eko kuuza mashati pamoja na kanzu. Sasa siku moja mwanetu kwenye kukaa kujisomea akakaa karibu na mrembo mmoja aliyetoa kitabu cha riwaya. Atal akawa amemwambia kwamba nilikuwa nikitamani sana siku nyingi kusoma kitabu hiki, lakini sikuwa na uwezo wa kununua kitabu hiki. Basi yule msichana baada ya kumtazama na akawa amevutiwa sana na huyu kijana, kwa uaminifu wa hali ya juu, binti akawa amemkabidhi kitabu na kumwadhimisha kwa uaminifu kwamba nenda kasome, ukimaliza utanirudishia. Binti huyo anaitwa Tar. Baada ya kijana kurudi nyumbani, alipiga somo kweli, alisoma kweli kile kitabu na kuanza kuandika baadhi ya malengo yake katika maisha. Siku iliyofuata kweli akawa amemrudishia binti Tar kitabu chake, na akawa amemwelezea kila kitu alichojifunza katika kitabu hiki, na akawa amemwambia wazi kwamba kitabu hiki kimemfundisha kwamba kila mtu ana malengo katika maisha yake na anapaswa kuyaandika malengo hayo. Huyu msichana ni wazi anaonekana kuvutiwa sana na Atal. Mshikaji akasema kwamba ana malengo ya kuoa baada ya miaka 3 hivi. Atal akawa amemuuliza kama ameshapata mchumba wa kumuoa. Alishangaa, lakini hakuona sana ajabu. Baada ya kuwa ameulizwa jambo hilo, aliona kabisa sio mbaya, labda Atal alitaka tu kuelewa mwelekeo wa maisha yake, kijana unaelekea wapi. Baada ya hapo, Atal pamoja na marafiki zake akiwa na Mr. Jobs wanapiga zao kazi kama kawaida. Ni machinga hawa. Sasa maeneo ambapo walikuwa wanapiga kazi wamepigwa marufuku kufanya biashara eneo hilo. Mara askari hawa hapa, askari wa jiji wamefika eneo hilo, ni kuwakamata tu wote, ikabidi kukimbia ili kuokoa maisha yao. Atal akaingia moja kwa moja mbilinge, kila mmoja akashika njia yake. Moja kwa moja Atal akawa ameingia katika duka la mzee Pak Fahan
akiwa juu juu, nisaidie, askari wananikimbiza huko. Kweli mzee Fahan akawa amemhifadhi kijana huyu, na polisi wakawa wamefika hapo, akawa ameelekeza kwamba amekimbilia huko. Hivyo Atal akawa amekwepa kuwekwa mbaroni. Atal akawa amemshukuru sana mzee Park Fahan. Mzee huyu akawa amemwambia kwamba kijana, pengine Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga tukutane kwa namna hii tena kwa mara nyingine. Tafadhali kesho njoo kwangu, ninaweza kuwa na mazungumzo na wewe. Hii ni ishara kwamba unatakiwa kunitembelea kwa sasa. Kesho yake kweli Atal hakuenda yeye peke yake, akawa ameambatana pamoja na rafiki yake Zen. Wakawa wameenda katika nyumba ya Park Fahan. Zen mara ya kwanza tu uso kwa uso na binti wa mzee Park Fahan, akawa amevutiwa sana na huyu binti. Huyu binti anaitwa Salsabila. Binti anamwangalia Zen na Zen anamwangalia binti. Hisia zao zikawa zimekutana, yani hapo ukisikia gusanisha, watu wameanza kupendana wakiwa hapa tu mlangoni. Wote wanaangaliana mpaka kwamba Atal ikabidi kuingilia kati, jamani karibuni ndani. Yani yeye ndio mgeni na anatukaribisha watu tena tuingie ndani. Wakiwa ndani, Atal alikuwa amemtambulisha Zen kwa Fahan. Na maongezi yao yakawa ni mengi sana ya muda mrefu. Sasa huyu mzee anasema kwamba kwa sasa anasumbuliwa na maradhi ya moyo, ndio maana amepunguza nguvu sana kuwekeza kwenye biashara ya mwanaye. Akawa anamuuliza mwanaye kwamba kama itapendeza amwamini Atal pamoja na Zen ili wamsaidie katika biashara yake. Atal pamoja na Zen wakawa wamekubali kwa furaha jambo hilo, kwa sababu kwao ni fursa. Tupo tayari mzee Park. Kuanzia siku hiyo Atal pamoja na Zen wakaanza kusimamia biashara Salsabila Fashion pamoja na Salsabila mwenyewe. Wakafanya kazi kwa mshikamano mzuri sana. Kila mara baada ya kazi, Zen alikuwa akiibia macho kumtazama binti Salsabila. Atal aliona hilo, lakini akaamua kupambana na mambo yake. Atal kila alipopata muda wa kuangalia plani zake, plani zinaonyesha kwamba anatakiwa kuoa ama kufunga ndoa mwaka unaofuata tu. Hivyo anatakiwa kujipanga vizuri sana. Siku iliyofuata wakiwa chuoni, mwanadada Tali akawa amemwalika Atal kwenye sehemu ya mafunzo kwenye maktaba ya umma, na Tali akawa amemwambia kwamba ana ndoto ya kumiliki maktaba kubwa kama hiyo yeye binafsi siku za mbeleni. Kisha akawa amempatia Atal kitabu ambacho alimtaka Atal aende akakisome. Binti alikuwa ameweka barua ndani yake ikiwa ni ombi maalum kwa kijana huyu. Tal baada ya kusoma ile barua akatambua kwamba binti alikuwa anamuuliza kijana, vipi, tayari umekwisha kupata soulmate wako? Binti yuko tayari kumpa mshikaji nafasi ili wafanye majaribio. Kama ataridhika kuwa mpenzi wake, basi binti tayari yuko tayari kuolewa na Atal, kwa sababu tayari amekwisha kuvutiwa sana na kijana huyu na anahisi ana nafasi kubwa sana ndani ya moyo wake. Lakini moyo wa Atal bado upo kwa Aurora ambaye ndiye ndoto yake na ana mipango ya kumuoa yeye tu. Sasa maswali yakawa ni magumu sana kwa Zen baada ya kukutana naye na akawa amemshirikisha katika hili. Zen akamwambia kwamba ni bora umuulize mtu mwenye elimu zaidi kuhusiana na jambo hili. Kesho yake Atal pamoja na Zen wakaenda kuulizia darasa kajiani kuhusiana na mapenzi ama taarifu. Wakati wa sehemu ya maswali na majibu, ghafla kulikuwa na swali moja tu lililotoka kwa mtoto mmoja wa kike eneo hili, akiuliza kwamba je, kama nimepangiwa ndoa na mwanaume nisiyemfahamu nifanyeje? Atal akawa ameshtuka sana kwa sababu hii sauti ni sauti sawa na Aurora. Na ndiyo, ni kweli ni Aurora alikuwa ameuliza swali hilo. Kwa furaha Atal akajaribu kumuita, lakini Aurora hakusikia. Baada ya hafla hiyo, Atal alikuwa ametoka hapo kwenda kumtafuta Aurora, lakini akaambulia vumbi tu. Binti kashaingia kwenye gari na wala hata hakumuona Atal. Atal akawa amekutana na Tar ili kumpatia majibu binti. Kijana akiwa ni mnyonge akamwambia kwa uwazi kwamba siwezi kukubali ombi lako uliloniomba kwa sababu bado kuna mtu ambaye ameshikilia moyo wangu, na jana tu nimemuona mtu huyo. Tal akiwa na huzuni na kuvunjika ndani ya moyo wake akaamua kuondoka hapo. Baada ya hapo Atal ikabidi kufunga safari na kurudi nyumbani kwao, na akawa amekutana na dada yake pamoja na mama yake. Wakafurahi sana baada ya kumuona Atal kafika hapo. Kijana kwa sasa amekuwa ni mpambanaji sana mpaka amenunua pikipiki yake mpya. Atal akiwa ni kijana mwenye heshima na upendo mkubwa, akawa amempatia mama yake mshahara ambao alikuwa amemhifadhia kwa ajili ya zawadi kwa mama yake, japo mama yake alitaka kukataa kupokea pesa hizo akisema kwamba hapana, wewe ndiye unahitaji zaidi mwanangu. Lakini Atal akawa amesisitiza sana mpaka mama yake akawa amekubali kupokea bahasha hiyo. Sasa usiku baada ya kuswali, mama yake Atal akawa amemuuliza, wewe huko Bandu tayari umekwisha kupata mchumba? Atal akawa ameeleza ukweli kwamba tangu akiwa shuleni sekondari tayari amekwisha kuona chaguo lake. Chaguo lake sio mwingine, ni Aurora pekee, na sasa anataka kuoa. Kwa unyenyekevu kijana akawa amemuomba mama yake ruhusa na baraka ili amtafute Aurora tena
ili amuoe. Mama yake akafurahi sana na kumtia moyo kijana wake. Kesho yake asubuhi Atal akaenda moja kwa moja katika nyumba ya kina Aurora, lakini alipofika tu hapo akawa amekutana na baba yake Aurora yuko hapo. Baba yake huyo akawa amemfukuza akisema kwamba hatambui rafiki yoyote wa Aurora, yeye anamjua mtu mmoja tu na kumtajia jina. Ni wazi kwamba huyu baba hakufurahia kabisa kumuona kijana huyu wala hata kumpenda Atal. Aurora hayupo hapa, ni bora urudi nyumbani tu. Atal alikuwa amehuzunika sana. Sasa akiwa anajiandaa kwa ajili ya kuondoka, mama yake Aurora alimuona kijana Atal akiwa hapo. Moja kwa moja Atal alikuwa ametoka hapo, ikabidi kwenda kwa rafiki yake kipenzi wa zamani Mahmet akiwa dukani kwake hapa. Akashangaa sana baada ya kumuona Atal, hajamuona kwa muda mrefu sana. Wakawa wamefurahi sana wakiwa wote kwa pamoja. Atal akawa amemuomba Mahmet kwamba tafadhali nitafutie namba ya simu ya Aurora. Mahmet akasema kwamba anaweza kujaribu kuulizia marafiki zake. Kwa nini kijana akafika hapa? Ni kwa sababu Atal alijaribu sana kumtafuta Aurora hata huko chuoni Jakta, lakini hakuweza kumpata. Wakati huo sasa, upande wa binti Aurora baada ya kurudi nyumbani amekutana na mama yake. Mama yake akawa amemwambia kwamba Atal alifika hapa kwa ajili ya kukutafuta, lakini baba yako alimfukuza. Aurora hili jambo liko limemhuzunisha sana. Mama yake Aurora akamshauri tu kwamba mwanangu, usiogope kufuata sauti ya moyo wako, lakini baba yako tayari amekwisha kukupangia ndoa ambayo unatakiwa kuolewa na kijana mwingine, na tayari amekwisha kuanza kupanga taratibu na tarehe ya harusi yako. Mara moja utakapohitimu tu chuo chako ni lazima utaolewa na kijana huyo. Ngoja turudi sasa moja kwa moja kwa upande wa kijana wetu Zen akiwa na mshikaji wake Eko, Mr. Job, wanapiga story. Zen akawa amemwambia kwamba kiukweli nimetokea kumpenda Salsabila kwa upendo wa dhati kabisa. Mshikaji akasema hilo ni jambo jema sana, inabidi twende wote huko, ili akikukataa tu uegemee kwenye bega langu, ukiwa unalia mimi nikubembeleze, lakini naamini kabisa Mwenyezi Mungu atakutia wepesi tu, hauwezi kukataliwa kabisa. Akawa amemtakia baraka njema kabisa rafiki yake. Kweli Zeni bana, siku hiyo baada ya kazi ikabidi kumsogelea binti Salsabila. Unaweza kuwa na muda, ninahitaji kuzungumza na wewe. Kwa ujasiri bila uoga ndani ya moyo wake, lakini moyo wake unadunda kama nyundo, akawa amefunguka mbele ya binti hisia zake zote. Mshikaji alitumia muda mrefu sana kuzungumza kwa sababu alikuwa na kitete mno, lakini binti pia alikwisha kutokea kumpenda sana Zen. Hivyo binti akawa amekubali na kumwambia kwamba hata mimi pia ninakupenda. Mshikaji ni kuanza kukoa tu kama Konde Boy, sijui hata kikozi kilitoka wapi. Binti kafunguka kwa hisia na kusema kwamba yuko tayari kuolewa na Zen. Zen alishindwa mkumbatie nani, kabidi kukumbatia mdoli tu pembeni hapa akiwa na furaha sana. Haya mapenzi tayari yamekwisha kueleweka. Upande wa baba yake Salsabila akiwa na kijana wetu ambaye ni kijana ambaye anamkubali sana katika maisha yake Atal, akawa anambembeleza, anampigisha story na akawa amempeleka katika kituo cha watoto yatima ambacho alikuwa akikisimamia yeye. Akamwambia kwa uwazi kwamba Atal, mimi nakuchukulia wewe kama mtoto wangu wa kumzaa, kwa sababu afya yangu pia imekuwa ikiendelea kuwa dhoofu, inaendelea kuzoofika kila mara. Ninakuomba Atal, utimize maombi yangu matatu tu ya mwisho ninayokuomba. 1, ninahitaji uendelee kukitunza hiki kituo cha watoto yatima. 2, ninahitaji uendelee na usimamie biashara ya mwanangu Salsabila. La 3 na la mwisho, ninakuhitaji Atal, umuoe binti yangu Salsabila, kwa sababu ninaamini Atal, wewe ni kijana mwema. Hapa tu Atal alihisi mkanganyiko wa hisia ndani ya moyo wake. Alishangaa kwa nini anapewa mzigo huu. Hakuwa na uhakika wa kutoa jibu la moja kwa moja. Akawa amemuomba mzee huyu kwamba ninahitaji muda mzuri wa kufikiri kuhusiana na jambo hili. Aliporudi magetoni akakutana na Eko, Mr. Job akiwa na Zen, wanapanga kwenda kuzungumza na baba yake Salsabila ili kwenda kuomba ridhaa Zen amuoe binti yake. Kijana akafika hapo kwa amempokea, wana habari njema. Wakamwambia kwamba Salsabila amekubali kuposwa na Zen, kakubali kuolewa. Lakini sasa Zen ana wasiwasi kwamba je, kama hata kubaliwa na baba yake Salsabila mambo yatakuwaje? Zen akaanza kumuomba Atal tena apeleke jambo hilo kwa baba yake Salsabila, aende yeye badala yake. Atal akawa ameshangaa tu. Haya mambo yanazidi kuwa mazito ndani ya kichwa chake. Baba yake Salsabila anamhitaji yeye amuoe Salsabila, alafu sasa hizi Zen pamoja na Salsabila wamekubaliana kuoana na wanamhitaji Atal aende kwa baba yake Salsabila apeleke hoja hiyo. Huu ni mzigo mzito kweli kweli. Kijana akawa amekubalia washikaji zake kwamba atawasilisha maneno hayo kwa mzee wake Salsabila. Atal baada ya kutoka hapo akiwa amechanganyikiwa, ikabidi kumpigia rafiki yake Mahmet simu ili aendelee kupambana kwa haraka wapate mawasiliano ya Aurora. Wanatakiwa wawasiliane upesi uwezekanavyo, maji yanaenda kuzidi unga huku. Kweli Mahmet akawa amewasiliana na Atal wakutane naye na akawa amemweleza kwamba Aurora, nimemweleza sana kuhusiana na juhudi zako na mafanikio yako. Hata hivyo Aurora hajajibu chochote, lakini usijali, nimepata namba yake.
Hata hivyo amekataa kukutana na wewe. Mshikaji anamtia huzuni, anamfurahisha kidogo, anamtia huzuni, anamfurahisha kidogo, anamtia huzuni. Akawa anamtia tu pressure, lakini alikuwa anafanya makusudi kwa sababu binti Aurora alikuwa hapo. Mara Mahmet akawa amemuita Aurora. Atal anakuja kushangaa, anamuona binti yuko hapo. Binti msichana pekee ambaye Atal alikuwa anamuelewa kuliko wasichana wote hapa duniani. Bonge kajitahidi sana kupambania hili penzi, na sasa anawakutanisha Aurora pamoja na Atal kwa mara ya pili. Ikabidi kuwapisha wao waendelee na maongezi kama wapenzi watarajiwa. Aurora akamwambia kwamba amebadilisha chuo hivi karibuni, anahitaji kuhama mji kwenda katika mji ambao Atal anaishi huko. Atal akawa amemwambia kwamba kwa wazi, mimi kwa sasa nipo tayari kuoa, lakini wa kumuoa ni wewe tu. Ninaamini kabisa wewe ndio soulmate wangu Mungu amenipangia. Ninakuhitaji wewe Aurora uwe mke wangu wa ndoa. Wakapiga stori nyingi sana. Aurora mwisho wa siku akawa amekubali ombi la kijana Atal, yuko tayari kuolewa naye. Atal alikuwa amefurahishwa sana na hili jambo, lakini sasa akawa ametambua kwamba Aurora tayari amekwisha kupangiwa ndoa na mtu mwingine. Baba yake Aurora anapushi hilo jambo litokee. Aurora akawa amemwambia Atal kwamba afanye jitihada kuja nyumbani kwao kabla ya yule kijana aliyepangiwa na baba yake kufika pale akampora kijiti hiki. Lakini binti akawa amemwahidi kwa wazi kwamba nafasi ya mimi kuwa mke wako bado iko wazi. Sasa kumbe muda wote wanazungumza haya mambo yote, Mahmet yuko nyuma yao, aliwaacha waongee lakini yuko pamoja nao tu, anawasikiliza kila kitu. Na mshikaji akawa amefurahi sana baada ya kugundua kwamba kijana wake amepata nafasi ya kwenda kumuoa Aurora. Sasa majibu aliyoyapata kijana Atal yalimhamasisha zaidi kwamba binti bado ni nafasi yake katika maisha yake. Inshallah, niko tayari kuwa mke wako, nataka wewe uwe mtu wangu wa kwanza katika maisha yangu. Baada ya hapo Atal alipokwenda nyumbani katika nyumba ya mzee Pak Fahan, akamwambia kwa uwazi kwamba mzee, katika maombi yako matatu, mawili ninaweza kuyatimiza, lakini ombi la tatu la kumuoa binti yako Salsabila, hilo siwezi kulitimiza kwa sababu tayari mimi nina mpenzi wangu ninayempenda kwa kweli, Aurora. Mzee Pak alionekana kuwa na huzuni na kuchanganyikiwa kwa sababu alitaraji Atal angekubali kumuoa mtoto wake. Mzee akawa amevuta pumzi na kusema kwamba usijali, wala hata sina hasira na wewe, ninakuombea uwe na mahusiano yaliyo mema. Mzee hakutaka kabisa kulazimisha jambo hili. Baada ya muda, usiku wa manane, Salsabila akawa amewatafuta wote na kuwapa ripoti kwamba baba yake mzee Pak Fahan amepelekwa hospitalini kwa sababu ya shambulizi la moyo. Atal pamoja na Zen wakamfika katika hospitali hiyo kwa haraka wakiwa na huzuni. Zen pamoja na Salsabila, Atal akawa amemwambia kwamba ninadhani mimi ninaweza kuwa nimesababisha hali ya huyu mzee kufika katika nafasi hii, kwa sababu mzee Fahan alinitaka mimi nimuoe binti yake Salsabila, lakini nilikataa kwa sababu mimi tayari nina mpenzi wangu. Wote watatu wakiwa na hisia za huzuni ndani ya moyo wao. Salsabila alikuwa akimpenda kwa dhati Zeni na sio Atal, na hii hali iliendelea kuleta mashaka tena baina yao. Zeni akabaki kimya tu. Baada ya muda ya kufikiri vizuri, Zeni akatoka hapo kwenda kando na kwenda kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu kwanza. Baada ya muda akatafakari, kisha akarudi kwa Atal akamshauri kuwa mimi na wewe ni ndugu kwa sasa. Akamwambia wazi Atal kwamba unayo hatma ya kutimiza ama kutaka kutimiza ombi la Faham kumuoa Salsabila. Mimi kama ndugu yako nipo tayari kukusapoti ili umuoe binti yake. Mzee huyo aone umetimiza ombi lake la tatu kabla hajaaga dunia. Kijana na moyo huyu nyinyi. Salsabila akashindwa anajibu nini zaidi ya kulia tu. Atal kichwa kimejaa, anashindwa achague nini ama afanye nini. Akatoka hapo na kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, akapeleka hoja zake, akaomba Mwenyezi Mungu afungue njia iliyo sahihi. Njia ipi ni sahihi kwake? Mbele yake kuna machaguo mawili. Je, ni Aurora aliyemsubiri kwa miaka mingi, ama ndiyo huyu ambaye binti anataka kupewa, binti Salsabila? Kijana anashindwa achague kipi kilicho sahihi katika maisha yake. Kijana alilia mbele ya Mwenyezi Mungu na kuweka hoja zake kwa Mwenyezi Mungu ili apate chaguo sahihi. Kesho yake Atal akawa amekutana na mrembo wake Aurora, akawa amemweleza kila kitu kwamba ni lazima kwa sasa amuoe Salsabila, ikiwa ni kama sehemu ya kutimiza ombi la baba yake Salsabila alilomuomba kabla ya kufariki dunia. Atal akiwa na huzuni ndani ya moyo wake akawa amemwambia Aurora kwamba siwezi kuwa mme wako wa kwanza katika maisha yako. Aurora alilia, akawa amekubaliana na hatima hiyo, akitambua kwamba labda wao sio jodha, pengine hatima yao imepangwa iwe hivi. Binti akamsifu kwa lugha nzuri na kumtia moyo Atal, akimtaka amtangulize Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye maamuzi ya mwisho. Binti akawa ameondoka hapo akiwa amevunjika moyo.
Atal alilia kwa huzuni, akaenda moja kwa moja kuonana na mzee Park, yani babake Salsabila, akiwa amelala bila ufahamu. Kesho yake mzee Park, babake Salsabila, baada ya kupata ufahamu wake, akamuuliza vipi Atal alikubali yote niliyomwomba. Je, hakukasirika? Akamwomba radhi binti yake. Binti yake akamwambia kwamba hakuna hata mmoja wao aliyemkasirikia. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu nitaolewa na Atal. Mzee akawa ameshangaa. Atal amekubali kukuoa? Binti akawa amekubali. Mzee akamuuliza kama binti yake yuko tayari katika jambo hilo. Binti akasema amekubali, atafanya hayo yote kwa sababu ya mapenzi ya baba yake. Binti akawa ametoka hapo nje, akaenda kukutana na Zeng pamoja na Atal wakiwa hapo, na binti akawa amemwambia baba ameamka. Wote wakawa wamemshukuru Mwenyezi Mungu. Binti akamwambia Atal kuwa yuko tayari kuolewa naye. Aisee, Zeni akawa amemkumbatia Atal, yuko tayari kumwachia mke bana. Jamaa anaumia, lakini amekubali kiume na amemwachia ndugu yake aoe. Mzee anataka ndoa ifanyike leo, ashuhudie kabla mambo yote kwake hajawa giza, yani kabla yeye hajatoweka katika ulimwengu huu. Anahitaji kushuhudia ndoa ya kijana wake akimwoa binti yake. Ndoa ikafanyika hapo hapo hospitalini. Sasa siku ya ndoa, Zeni ndio anaoa, sio Atali tena. Wamepigaje hapo? Haya bana, ngoja ni wasanue. Iko hivi, siku hiyo Atali alipoingia kwenda kuzungumza na mzee baba yake Salsabila, kijana ilibidi kumweleza ukweli kuwa Zeni anampenda Salsabila kiukweli, na Salsabila ni kweli wazi anampenda sana Zeni, wako tayari kuoana. Na kijana akawa amemwambia wazi kwamba alikuwa amepewa jukumu na Zeni ili kuja kumwambia mzee Park kwamba kijana Zeni anahitaji kumuoa binti yake Salsabila. Kijana akawa ameeleza wazi kabisa kwa ukubwa kwamba wale watu wanapendana na wanahitaji kuoana. Mzee hakutaka kabisa kukataa jambo hilo. Kwa moyo wake mkunjufu alimuita Zeni na akawa amemkubalia. Hakuwa na shida na hawa vijana, alitokea kuamini sana tangu siku ya kwanza. Hivyo mkeka uko umegeuka juu kwa juu. Zeni ikabidi kufunga ndoa pamoja na binti Salsabila, binti aliyempenda kwa dhati, na ndoa ikafungwa. Mzee akawa amesimamia shughuli hiyo kwa furaha kabisa, bila majonzi ndani ya moyo wake. Zeni alimshukuru sana Atal akisema kwamba hakika muda wa Mwenyezi Mungu una thamani sana kuliko dhahabu. Baada ya kutoka hospitalini, Atal alikwenda moja kwa moja nyumbani kwa kina Aurora. Ingawa siku hiyo alipokuwa amekwenda yeye, ndiyo siku ambayo yule kijana mwingine aliyopangwa kumwoa binti Aurora, na yeye alikuwa anakuja na familia yake kwa ajili ya kumwoa binti siku hiyo hiyo. Sasa kijana hakutaka kulaza damu, akaamua kuwahi. Kweli mshikaji akawa amejitokeza mbele ya wazazi wa binti, akamuuliza binti kama anaweza kuolewa naye. Familia inashangaa, mara ile familia nyingine ilikuwa imefika hapo, kila mmoja anavutia upande wake. Binti ikabidi kuingilia kati, akajaribu kuweka hoja sawa kwamba kabla ya kijana huyu mpya kuletwa katika maisha yangu, tayari maisha yangu yalikwisha kumilikiwa na Atal, na yeye yuko tayari kuolewa na Atal kuliko huyu kijana mwingine. Sasa mzee wa huyu binti hakuwa na cha kufanya, japo alikumbwa na aibu nzito sana. Binti akawa ameomba wazazi wampe ruhusa aolewe na mtu ambaye ni chaguo lake katika maisha yake. Baba yake Aurora alihisi huzuni na aibu ndani ya moyo wake. Hatimaye familia hiyo ilikuwa imechagua kurudi nyumbani, na hapa sasa tunaonyeshwa wazi kwamba hata huyu mshikaji ambaye alikuwa anatakiwa kumwoa Aurora, na yeye alikuwa na mchumba wake ambaye alikuwa anampenda. Hii ndoa ilikuwa inasukumwa na familia hizi mbili, yani upande wa baba yake Aurora na upande wa familia yake huyu kijana. Jamaa akawa amempigia simu mpenzi wake na akawa amemwambia hii ndoa imebuma bana, mimi na wewe mahusiano yataendelea kama kawaida. Mkeka umechanika. Baba yake Aurora akiwa na hasira kidogo ndani ya moyo wake, anabuya tu vitu ambavyo vilikuwa vimepikwa kwa ajili ya wageni. Mke wake ikabidi kumsii, labda haya yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, utakiwa kuingilia. Baadaye ikabidi kukubaliana na haya mambo. Baba yake Aurora akamwambia Atal kwamba sitaki kumuona binti yangu anahuzunika katika maisha yake, ndio binti yangu pekee ninayempenda, jitahidi sana kufanya hivyo. Sasa katika kupiga story, baba yake Aurora ndiye anakuja kushtuka, wewe ni mtoto wa Nuru? I say, mzee wako alikuwa ni mtu mzuri sana. Baba yako wewe, mimi alikuwa ni rafiki yangu noma, yani ni best friend wangu kweli kabla hajafariki. Alikuwa ni mtu sahihi katika maisha yangu. Halo, mzee akaanza kuchangamka baada ya kugundua kwamba Atal alikuwa ni kijana wa rafiki yake. Hili jambo liko limeongeza imani sana kwa huyu mzee kwa kumwamini kijana huyu ili amuoe mtoto wake. Akawa amemkubalia kijana kuwa familia yake bila kinyongo cha aina yoyote. Atal aliendelea kueleza malengo yake ya maisha na kwamba yeye pamoja na Aurora watakwenda kuishi maisha ya kidini na kumcha Mwenyezi Mungu na kuanzisha familia kubwa yenye amani na upendo mkubwa sana katika maisha yao. Baba yake Aurora alifurahi sana kwa sababu tayari ndani ya moyo wake ana imani na huyu kijana. Baada ya wiki kadhaa, Atal pamoja na Aurora hatimaye kweli ndoa yao ikawa imefungwa. Mohamed
Bonge aka Teacher yuko pamoja nao katika ndoa hii na alikuwa anaitamani sana hii siku itimie, Attal amuoe Aurora, na ni kweli siku hii ikawa imetimia. Aurora akawa ni mke wa Attal. Attal alifurahi sana kufanikisha ndoto yake ya kumwoa mwanamke aliyempenda kwa muda mrefu na kwa miaka mingi na kumvumilia, na hatimaye sherehe na ndoa yao ikafanaka kweli kweli. Kesho yake Attal akawa amempeleka Aurora kuanza maisha mapya huko katika mji wa Bandung, ambapo pia Attal alikuwa anafanya kazi eneo hilo hilo. Wote wawili walikumbatiana kwa furaha, wakithamini kwamba mapenzi yao yameishia katika ndoa iliyo halali. Sema mchango wa mwanetu Mahmet Bonge aka Mr. Teacher umeonekana kwa kiasi kikubwa sana. Dondosha komenti yako hapo, like, share. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran. Karibu Swahili Flix Empire.